Ihya Ulumuddin. Ndio kitabu kikubwa sana cha Imam al-Ghazali. Lakini akashuka akaja kutengeneza, akafotoa, akatiza kitabu kake kadogo akaita Ar-Risalatul Jamia. Wasema wanajua kitabu kale mwisho akaandika maasi al-jawarih, maasi ya viungo. Alieleza huko kila kiungo maasi yake. Sasa mimi sasa kuelewa, nataka nieleze kidogo maasi ya moyo. Katika maasi ya moyo ni kuwa mtu na kibri, al-kibru, kujifanya wewe ni mkubwa, kujifanya wewe unajua kila kitu. Na hiki kibri kinakuja, kuna baadhi ya watu wanakuwa wako hivyo, ima kwa afya aliyokuwa nayo, au kutokana na mali aliyokuwa nayo, au kutokana na cheo alichokuwa nacho, au kwa vyovyote vile alivyokuwa navyo. Mwingine hana kitu kapuku, lakini kamjalia na kibri, hicho hakiwezekana. Kibri ni kula kujiona wewe ni mkubwa, kila kitu ni wewe. Hiyo katika sheria, hayo ni maasi ya moyo. Mpaka unafika mahali wewe hushauriki, watu wanakuogopa. Hata unaweza kufanya kosa, watu wanakutazama vile vile. Mpaka kwamba anakosekana mtu wa kuja kukushauri, watu wanataka kusema mimi nataka nishauri yule. Watu wasema bwana, mimi nakushauri yule, usimshauri, kwa sababu utakwenda kukutana na jambo lisiowezekana. Watu wanakutazama hivyo hivyo, wewe umeshindikana. Hilo jambo halifai, kibri hakifai. Ndio kule katika hadithi ile anasema Mwenyezi Mungu, katika hadithi ile sasa mwenyewe, utakabari juu ya waja wangu, ahshuruhu yaumal qiyama ala surati dharra yatauhu nasu biaqdamihim. Anayejifakharisha juu ya watu, mimi nitamfufua siku ya kiyama juu ya sura ya sisimizi. Yaani mtu aliyekuwa na kibri anafufuliwa kajidugu kabisa, ili watu siku ya kiyama wafanye wamkanyage. Jamani, mkanyaga, angalia hamnioni, watu wanakanyaga kama kanyaga sisimizi. Yatauhu nasu biaqdami, wamkanyaga watu kwa miguu yao, kwa sababu Mungu afufua kadogo kwa ajili alikuwa na kibri. Kwa sababu kibri sifa ya Mungu, inakuwaje wewe? Kwa hiyo ile kibri kinazaa al-ihtiqari, kudharau watu, kujiona mkubwa. Maasi mengine al-hasad, huwa na hasadi. Hasad nini? Hasad ni karahiyatu neema ala al-muslim, kuchukia neema iliyo juu ya mwenzake. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewaumba hivyo, mwenzake akipata kajambo, shehe akisikia bwana Shekhe Abdi amepata mdhamini kajengewa nyumba, yeye anaitika ambua tena kajengewa bloko, wasikia tumbo lake linanguruma nguruma. Tumbo wazee linakata kwa roho mbaya na hasadi hiyo. Na hiyo ndio inaambiwa alhasadu yaakulu alhasanat kama taakulu naru alhatab. Hasadi inakula mambo mema kama vile kuni moto unavyozitafuna kuni. Ndugu zangu, tusiishi hivyo. Mwenzako akipata wewe una tabu, yale ni maasi ya moyo. Maasi ya moyo, min maasi alqalbi, ni hasad. Kwa ndugu zangu, hebu tusafisheni nyoyo zetu. Na hizi hasadi hii inampaka mashekhe wamo, akisikia mwenzake hataki mwenzake akipata jambo. Ndugu zangu, tuondosheni. Unajua ikiwapo hasadi hakuna mahaba. Leo kina Sheikh Hassan wametuita sisi, ni mahaba yale. Laiti wangekuwa na hasadi wasingefanya haya. Kwa hiyo, lakini vile vile kuna kujiona katika maasi ya moyo, ni kule kujiona kule kujiona kwamba yeye ni bora. Kuna watu anaania, ana umimi, yeye kila kitu yeye ni yeye ni bora kuliko mtu mwingine. Ndugu zanguni, katika maasi ya moyo ni hayo. Kila mmoja aone yeye si lolote, tuishi hivyo. Kila mmoja ajione si chochote, na upende wenzako wapate kama unavyopenda ipate nafsi. Ahiba linas ma tuhibbu linafsi. Kwa ndugu zangu, hayo ni katika maasi ya moyo. Ukiishi hivyo, na katika maasi mengine ya moyo ni aria, kuwa na ria. Ria ni kufanya jambo kwa ajili uonwe na watu, sio uonwe na Mungu. Leo tunao watu hao, akiwa peke yake haswali.
bila kwenye hadhara kama hivi. Unajua sisi, hebu sogea. Afashe tuwahi bila kuwepo, anahimiza sana watu waswali wakafanya hadhara. Lakini kwa peke yake haswali, hiyo ni ria, kufanya mambo uonwe. Yaani jambo lolote la Mungu utakuwa ulifanye kwa ajili ya Mungu. Na ndio maana bora ya amali ndio unazofanya kwa siri. Swala unayoswali usiku, qiyamul layl. Basi hiyo ni bora. Unapofunga sunna za Alhamisi, Jumatatu peke yako watu hawajui, ni bora mno. Sadaka ya siri ni bora kuliko dhahiri. Kama wanafanya watu wetu wa siasa, tashukuru tunapata pesa kupitia wao, alhamdulillah. Lakini mpaka mitandao yote imekuja leo, nimegawa misafu 200 hapa kata Kiva. Of course ni kwamba mimi najaji kitu sana. Hamna kitu bwana. Wallahi. Kwa hiyo sadaqatu sirri afdal min sadaqati al-alaniya. Sadaka siri ni bora mno kuliko sadaka ya dhahiri. Kwa ndugu zangu, maasi ya moyo ni mengi mno. Kila mmoja aone yeye hana kitu. Usijione wewe ni bora, bali mdhanie mwenzako kheri. Kuna watu wewe hata kwa ibada anaweza kaona mwenzake eti hata kwa swali usifike wewe muone, lakini usifike ukaona wewe eti kwa sababu una swali. Wajua kuna watu mimi wananichekesha haki ya Mungu, tena hawa walimu. Sasa unajua hapo Afrika mahali wenyewe wanapiga story. Wewe piga story hivi utakutana hivi pepo, unajua sisi na swali sisi. Yaani mtu hana wasiwasi atakapata kula pepo mwenye afara zake za bila karaka hivi. Afrika mwanzo swali ameangamia sana. Tusifike huko. Kwa ndugu zangu, ya kuzungumza hadi mega kileo, wakati tunazungumza kuna mambo mawili. Na wachelewesha nini, hata mimi pia nachelewa. Mazungumzo ni matamu, lakini uhusiano ni huo. Tusiishi kwenye dunia kama tunavyotaka. Tuishi katika hii dunia kama mwenye dunia yake anavyotaka. Kwa wacha haya yatoshe. Billahi tawfik, wassalamu alaykum wa rahmatullahi.